Ni mwezi mzuri sana, ni mwezi wa kuvunja nira zote za adui kwenye maisha yako. Ni mwezi wa kubomoa kuta zote ambazo adui alizoziweka mbele yako. Ni mwezi wa kuvunja hizo nira ambazo zimekuwa zikishika maisha yako mpaka huchukui hatua. Sikiliza, mwezi wa tano ni mwezi wa kutembea kinyume na nira. It is a month to move against yokes. Ni muhimu sana ukafahamu mwezi wa tano umebeba nini kwenye maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Na tunapozungumza nira hazitakiwi mpaka ziwe permanent. Sio mpaka hizo nira ziwe permanent. Na hata kama ni permanent, they can be permanently destroyed. Hizo nira zinaweza zikavunjwa na haziwezi zikakurudia tena. Ni muhimu sana. If you can believe, na itatokea. Kama unaweza ukaamini, hakuna kinachoshindikana. Kitabu cha Isaya sura yake ya 10 mstari wake wa 27. Neno la Mungu linasema kwenye kitabu cha Isaya sura yake ya 10 mstari wake wa 27, inasema, tena itakuwa katika siku hiyo, mzigo wake utaondoka begani mwako na nira yake shingoni mwako, nayo nira itaharibiwa kwa sababu ya kutiwa mafuta. Yapo mafuta, there's anointing. Yapo mafuta ambayo ni nguvu ya Roho Mtakatifu itashuka kwa ajili yetu kwenye mwezi huu, na tayari yameanza kufanya kazi. Na mafuta hayo maalumu ni kwa ajili ya kuvunja hizo nira zilizoshika maisha yako. Nira zingine ziko kwenye kichwa, shingo, miguuni, tumboni, kwenye biashara, kwenye uchumi, kwenye kazi, kwenye kilimo, kwenye kazi na maeneo mengine. Bwana anaenda kuzivunja. Zipo nira 8 kwenye mwezi wa 5 ambao lazima zivunjike. Bwana Yesu asifiwe sana. Nira ya kwanza ambayo lazima ivunjike kwenye maisha yako mwezi huu wa 5, the month of May. The first yoke is a yoke of backwardness. Ni nira ya kurudishwa nyuma. Ipo nira inayowarudisha watu nyuma. Ukisoma kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura ya 1 mstari wa 6, imeandikwa, Bwana Mungu wetu alituambia huko Horebu, akasema, mlivyokaa katika mlima huu vyatosha. Ukisoma pia sura ya 2 ya kitabu cha Kumbukumbu la Torati mstari wa 2 na wa 3, utakutana na andiko Bwana akideclare, Bwana akitamka kinabii, akisema ya kwamba mlivyozunguka mlima huu vyatosha. Kurudi nyuma sio mpango wa Mungu. Kukaa sehemu moja hajawahi kamwe kuwa mpango wa Mungu. Uwezi ukaishi 2026 na alafu bado maisha yako 2025. Ni kitu ambacho hakiwezekani. You can't be in 2026 but your life is still in 2016. Lazima kusonga mbele na sio kurudi nyuma. Ulivyozunguka mlima huo wa magonjwa, mlima huo wa hali mbaya, mlima huo wa uchumi, kurudi nyuma yatosha. Lazima hiyo nira ya kurudishwa nyuma ivunjike.
ivunjike. Aina ya pili ya nira ambayo lazima ivunjike mwezi wa 5 ni nira ya kutokutembea katika ukweli. Nira ya kutokutembea katika ukweli. Kiingereza tunasema kwamba the yoke of untruthfulness. Nira ya kutokuwa katika ukweli ama kutokuwa na ukweli. Nira ya kutokuwa na ukweli lazima ivunjike. Kitabu cha Wakolosai sura ya 3 mstari wake wa 9. Wakolosai sura yake ya 3 mstari wake wa 9 imeandikwa, msiambiane uongo kwa kuwa mmevua kabisa utu wa kale pamoja na matendo yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna baadhi ya watu wanazungumza uongo sana, na kuna baadhi ya watu wanatembea katika uvuli wa uongo huo wakiuamini, na wengine kabisa wamejifunika uongo kwenye maisha yao. Dakika 2 haziwezi zikapita na hajazungumza uongo, na hiyo inakufanya wewe kuendelea kubaki chini ya nira ya kutokuwa na ukweli. Lazima nira ya kutokuwa na ukweli ivunjike mwezi huu. Aina ya 3 ya nira ambayo inatakiwa kuvunjika in this month of May is the yoke of sin. Ni nira ya dhambi. Nira ya dhambi, mzigo wa dhambi lazima uvunjike. Lazima uvunjike. Kitabu cha Warumi, Romans sura yake ya 6 mstari wake wa 14. 6:14 wa Roma imeandikwa, kwa maana dhambi haitawatawala ninyi, kwa sababu hamui chini ya sheria, bali chini ya neema. Neema ndicho kifaa kinachokupeleka kwenye mafanikio. Neema ndicho kifaa kinachokupa yale ambayo ulikuwa hustahili kuwa nayo. Neema ndicho kifaa kinachokutoa mavumbini na kukuketisha na wakuu. Neema ndicho kifaa kinachokuingiza kwenye chumba cha utele, kwenye chumba cha uhuru, kwenye chumba cha baraka, na wala sio chumba cha laana. That is grace. Hiyo ndiyo neema. Hiyo ndiyo neema. Dhambi sio hatima yako. Sin is not your destiny. Lazima dhambi ivunjike. Lazima ivunjike. Lazima ivunjike. Ivunjike kabisa. Dhambi ni adui. Dhambi sio rafiki. Hapana kufanya dhambi kuwa rafiki. Dhambi ni adui. The sin can never be your friend. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo hakikisha kwamba unatembea katika neema. Dhambi umrudisha mtu nyuma. Dhambi ufungua malango ya uvamizi. Dhambi umuua mtu kutokea ndani. Dhambi uziba tundu la mafanikio. Dhambi uingiza giza mahali ambapo fursa zinatakiwa kuzalika. Dhambi uizuia baraka ya mtu kujilia maisha yake. Dhambi uzuia wasaidizi wa hatima. A sin, it's block destiny helper towards your life. Dhambi ya siri inaleta aibu ya hadharani. A secret sin always bring a publicly shame. Tembea katika neema. Tembea katika neema. Lazima nira ya dhambi ivunjike kwa damu ya Yesu Kristo. Aina ya 4 ya nira lazima ivunjike. Lazima ivunjike kwenye mwezi huu. It's a yoke of struggles. Ni nira ya kusumbuka. Nira ya kusumbuka lazima ivunjike. Lazima ivunjike. The yoke of struggles lazima ivunjike. Lazima ivunjike. Ni lazima. Ni lazima mtu wa Mungu, lazima nira ivunjike. Lazima ivunjike. Nira ya struggleness, the yoke of struggleness lazima ivunjike. Kitabu cha Kumbukumbu la Torati
sura yake ya 28 mstari wa 12, kuna kitu ambacho naomba nikuonyeshe hapa. Kuna kitu ambacho naomba nikuonyeshe hapa. Ufunuo ambao Mungu ametupa, ambao ni andiko hili. Inasema Kumbukumbu la Torati, Deuteronomy chapter 28 mstari wake wa 12, inasema atakufunulia Bwana hazina yake nzuri, nayo ni mbingu, kwa kutoa mvua ya nchi yako kwa wakati wake, na kwa kubarikia kazi yote ya mkono wako, nawe hutakopesha mataifa mengi, wala hutakopa wewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunayo ahadi ya kukopesha mataifa, lakini hatuna ahadi ya kukopa kwa mataifa. Listen to me. Tunayo ahadi ya kukopesha watu wengine ama mataifa, lakini hatuna ahadi ya kukopa. Kwa hiyo kuishi kwenye mikopo ni laana. Kuishi katika madeni ni uonevu na ukandamizaji wa kiroho. Kuna somo ambalo nimelifundisha na lipo kwenye ukurasa wetu wa YouTube, namna ya kutoka kwenye madeni. Na tumepata nafasi mzuri, Roho Mtakatifu ametufundisha namna ambavyo watu wanaingia kwenye madeni. Lakini pia Roho Mtakatifu ametufunulia kitu kwamba namna gani watu wanaweza wakatoka kwenye hayo madeni. Lakini pia na vichochezi vya madeni. Hilo somo lipo, na hakikisha kwamba unajipatia maarifa kwa kutembelea ukurasa wetu wa YouTube. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwezi wa 5 lazima hayo mateso, lazima hiyo nira ya mateso iliyoshikilia mguu wako, it have to be broken. It have to be broken. This is the month to break what has been breaking you. This is the month to put a stop. This is the month to declare the blood of Jesus. This is the month to walk free. This is the month to break out every yoke of the enemy. Every yoke. Yani nira yote ya adui. Nira yote ya adui lazima ivunjike. Lazima ivunjike. Kumbukumbu la Torati 28:12 imetuambia kwamba sisi tunayo ahadi ya kukopesha na hatuna ahadi ya kukopa. Unapoishi kwenye madeni utaelewa jambo moja kwamba huna amani. Yani hata ukiwa kitandani yanaendelea kurudia kwenye ufahamu wako. Anayekopesha ni Bwana na anayekopa ni mtumwa. Mara zote ukiwa na deni ya mtu hutaishi amani, hutaishi uhuru, hutaishi furaha, kwa sababu imeumbwa kwenye ulimwengu wa roho kwa namna hiyo. Spirit of depression, oppression, spirit of oppression, roho ya kukandamiza imeambatana pamoja na madeni. Aina 5 ya nira ambayo ni lazima ivunjike is the yoke of delay. Nira ya kuchelewa ama ya kucheleweshwa. The yoke of delay, nira ya kucheleweshwa lazima ivunjike kwenye mwezi wa Mei. Ni mwezi wa nira ya kucheleweshwa, to be broken permanently kwenye maisha yako, to be destroyed permanently in your life. Lazima nira ya kucheleweshwa ibomolewe. Ulitakiwa uwe umemiliki, lakini mpaka sasa hujamiliki. Mlioanza nao biashara hiyo wao wamefika mbali, wewe bado ungali hapo. Tokea ulipoanza kutumika kwenye hiyo ofisi, wengine wamepandishiwa mishahara, but look at you. Umefanya huduma lakini nothing is demonstrated. Hakuna kinachodhihirika kwenye hiyo huduma. Hakuna kinachodhihirika. No power, no anointing, kuna ucheleweshaji. There is a spirit of delay somewhere. Biblia inasemaje? Kwenye kitabu cha Habakuki sura ya 2 mstari wa 3. Hebu tusikilize Mungu anatuambia nini. Habakuki sura ya 2 mstari wa 3 imeandikwa: maana njozi hii bado ni kwa wakati ulioamriwa,
inafanya haraka ili kufikiria mwisho wake, wala haitasema uongo. Ijapokawia, ingoje, kwa kuwa haina budi kuja, haitakawia. Tunayo ahadi kwamba ipo njozi, there is a vision ambayo Mungu anayo kwenye maisha yetu, na siyo ahadi ya kukawia, siyo njozi ya kukawia ili kudhihirika. Kuna jambo Bwana amewahi kusema na maisha yako, lakini mpaka sasa halijatokea, lakini mpaka sasa haujaona matokeo, lakini mpaka sasa kuna kitu bado kinazuia, lakini mpaka sasa kuna nira ambayo bado inashikilia. Anasema kwenye Habakuki ya kwamba hiyo njozi bado ni kwa wakati ulioamriwa. Upo wakati ulioamriwa, upo wakati ambao umewekwa, lazima hiyo njozi itokee, na Biblia inasema kwamba haina budi kuja, haitakawia. Kwa nini inakawia mpaka sasa? Kwa nini inakawia mpaka sasa? Kwa nini inakawia mpaka sasa? Kuna ucheleweshaji. Umekaa miaka ya kutosha kwenye ndoa na bado hujanyonyesha. Kuna njozi ambayo ni lazima itimilike, haina budi kuja, haitakawia. Kwa nini imekawia? Lazima nira ya ucheleweshwaji, lazima nira ya kucheleweshwa ivunjwe. Lazima, you have to break that yoke of delay. Enough is enough. Enough of almost there. You know, many people always use this sentence, almost there. Enough of this sentence, almost. Yani mwisho wa almost ni muda wa ushuhuda. Sikiliza, muamini Bwana kwenye mwezi wa 5 kwamba hautapita. Mwezi wa 5, muamini Bwana hautapita katika jina la Yesu. Muamini Bwana kwa ushuhuda kwamba mwezi huu hautapita. Muamini Bwana tu. Muamini Mungu tu kwamba wewe ni Mungu ambaye unayetengeneza duka la mikate jangwani, na mimi kwangu mwezi wa 5 utakuwa duka la muujiza, na mimi nitakuwa na ushuhuda. Mwambie Bwana, wewe ni Mungu ambaye unayetengeneza buchari katika jangwa, nami ninakuamini katika hii mwezi utakuwa bucha ya shuhuda kwenye maisha yangu. Mwamini Bwana. Hapana kuangalia mazingira. Don't look at the environment. Usiangalie mazingira yanasema nini. Unajua watu wengi sana, we don't see the result of our prayers. Hatuoni matokeo kwenye maombi yetu wala majibu, kwa sababu tunaruhusu mazingira yaongee. Yani mtu anaomba kabla ya kuangalia mazingira. Mtu anazungumza jambo kabla ya kwanza ya kuangalia mazingira. We don't look at the environment. Hatuyangalii mazingira. Tunamwangalia Mungu. Biblia inasema in the beginning God. Hapo mwanzo Mungu. Hapana hapo mwanzo watu ama mazingira ama kitu fulani. Hapo mwanzo Mungu. Hiyo ndiyo kanuni ambayo mimi huwa ninatembea nayo kwenye maisha yangu. In the beginning God. Hapo mwanzo Mungu. Hapo mwanzo sio masomo yangu. Hapo mwanzo sio huduma yangu. Hapo mwanzo sio familia yangu. Hapo mwanzo sio cheo changu. Hapo mwanzo sio jina. Hapo mwanzo God, Mungu. Lazima nira ya kucheleweshwa ivunjwe. Aina ya 6 ya nira ambayo inatakiwa kuvunjika kabisa mwezi wa 5. The 6th kind of yoke that have to be broken this month of May is the yoke of fear. Nira ya woga ama hofu. Kuna somo tumelipandisha muda si mrefu. Kuna somo kabisa kwenye channel yetu tumeipandisha muda si mrefu. Ni kuhusu roho ya woga na namna ya kushinda roho ya woga. Somo muda si mrefu, masaa machache, tayari ipo kwenye ukurasa wetu wa YouTube. Ni kuhusu roho ya woga. Kwa hiyo na kushauri hakikisha kwamba umesikiliza maarifa hayo, na yapo maombezi kuhusiana na roho hizo, kufunguliwa kutoka kwenye roho hizo. Kwa hiyo nira ya woga lazima ivunjike. The yoke of fear have to be broken permanently in your life. Have to be destroyed permanently in your life.
Biblia inasema kwenye kitabu cha Timotheo wa pili sura ya 1 mstari wa 7 inasema kwamba Mungu hakutupatia roho ya woga, bali ya nguvu na ya upendo. Bwana hakutupatia. God did not give us the spirit of fear. Now where does this kind of spirit come from? Aina hii ya roho inatoka wapi? Inatoka kwa shetani, of course. Inatoka ni kwa adui, kwa sababu ni kifungo kwenye ulimwengu wa roho, ni kifungo kwenye ulimwengu wa roho. Ayubu anasema kwenye Ayubu sura ya 3 mstari wa 25, anasema kile ninachokiogopa ndicho kinachonitokea. Adui atatengeneza mfumo ndani yako, na huo mfumo hauondolewi hivi, unaondolewa na maombi endelevu na usikilizaji na usomaji wa neno la Bwana. Ayubu anasema kile ninachokiogopa ndicho kinachonitokea. Unaogopa nini? Je, unaogopa kama ujauzito huo ulio nao tena utatoka? Ukiogopa tu tayari umetangaza. Je, umeogopa kama tena utarudi hospitalini? Ukiogopa tu tayari. Je, unaogopa kama magonjwa hayo yatakurudia tena? Ukiogopa tu tayari. Je, unaogopa kama mtoto wako ataumwa tena? Je, unaogopa kama mume wako atarudi kwenye zile tabia? Je, unaogopa kama ukiapply kazi kwa namna hii, kwa safari hii tena hutapata? Je, unaogopa kuanzisha biashara ama kufungua duka kwa sababu uliyowahi kuifungua iliharibika, unaogopa tena kufungua kwamba itaharibika? Ukishaogopa tu kwa namna hiyo, my friend, hebu ingia YouTube, sikiliza hayo mafundisho, takusaidia sana. Roho ya woga na namna ya kuzishinda. Lazima nira ya woga ivunjike. Fear is a false evidence appearing real. Lazima nira ivunjike. Woga ni ushuhuda mbaya kwenye moyo wa mwanadamu. Ukiogopa huwezi ukaenda mahali popote, huwezi ukachukua hatua yoyote ile, na hata ukachukua hatua katika woga haitakuwa na matokeo chanya kwenye maisha yako. Tumeumbwa kuwa na roho ya nguvu, sio roho ya woga. Tumepewa roho ya nguvu, tumepewa Roho Mtakatifu. Mungu mzima yuko ndani yako. Biblia inasema kwamba aliye ndani yetu ni mkuu sana kuliko aliye katika dunia hii. Don't fear. Usiogope mtu wa Mungu. Ni mara nyingi sana Mungu amesema kwenye Biblia, usiogope, nitakuwa hivi. Usiogope, nitakutendea hivi. Usiogope, niko pamoja nao. Usiogope. Yaani Bwana amezungumza mara nyingi sana kwenye Biblia kwamba usiogope. Kila unapoogopa ujue ni uvamizi wa kipepo. Anytime you feel fear in you, just know that you are under attack, under a spiritual attack. Lazima nira ya hofu, ya woga ivunjike mwezi wa 5. Ni mwezi ambao nira za namna hii zinavunjika. Aina ya 7 ya nira ambayo lazima ivunjike ni nira ya ukosefu na nira ya umaskini. The 7th yoke that have to be destroyed permanently in this month in your life is the yoke of lack and poverty. Kwenye kitabu cha Wafilipi sura ya 4 mstari wake wa 19. Hebu tumusikie Mungu anasema nini nasi kwa Wafilipi 4:19. Imeandikwa, na Mungu wangu atawajazeni kila mnachokihitaji kwa kadri ya utajiri wake. Kwa hiyo Mungu wetu ni tajiri. Kama Mungu wetu ni tajiri, na sisi Biblia inasema kwenye Yohana wa kwanza kwamba tumezaliwa na Mungu. Kwa hiyo Mungu ni baba yetu, tumezaliwa na Mungu na baba yetu ni tajiri. Kama baba ni tajiri, ina maana ya kwamba mwana hawezi akawa maskini. Na Biblia inasema ndani yake ndimo ulimo ule utimilifu wa ahadi. Ahadi gani? Ahadi ya ongezeko, ahadi ya kumiliki, ahadi ya kutokuwa maskini. Biblia inasema
alifanyika maskini ili kwamba wewe uwe tajiri. Sio utajiri wa rohoni, hapana, ni utajiri wa kumiliki vitu. Najua watu wengine wanasema ni umaskini, ni utajiri wa mbinguni. Hapana, sio wa mbinguni, sio wa mbinguni, wa hapa duniani. Biblia inasema kwamba Mungu anatajirisha lakini pia anafukarisha. God can make you rich, but before God make you rich, he blessed you first. Anakubariki kwanza ndipo anakutajirisha. Kwa hiyo utajiri wetu unatokana na Yesu Kristo, maana yeye alikuwa tajiri akajifanya maskini kwa ajili yetu tuwe matajiri. Utajiri wetu lazima utoke kwa Mungu, na ukitoka kwa Mungu unakuwa wa kudumu. Na Mungu akikutajirisha, anakutajirisha kwa wakati. Na Mungu akikutajirisha, anatajirisha yule aliyekomaa. Ndio maana umuhimu wako wa kuwekeza kwenye maarifa ni muhimu sana, na Bwana ametupa huduma hii ya maarifa na maombi kwa wakati, ili kwamba tujengeke na tuimarishe mahusiano yetu na Kristo, ili kwamba jambo lolote likija lisije kana kwamba ni kwa bahati mbaya, linakuja kimakusudi, limekuja kwa wakati ulioamriwa. Na lolote ambalo Bwana lilileta kwenye maisha yetu linatunzwa kwa maombi, na likitunzwa kwa maombi hakuna mwanadamu anayeweza kukuondolea. Hata wanadamu wanaweza wakasema nini kuhusu utajiri ambao Mungu amekupa, hawawezi wakauharibu, kwa sababu aliyekupa ni mkuu sana kuliko wao wanaotaka uharibike. Oh my God, 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 oh my God. Lazima mfuko wako uongezeke, lazima mfuko wako uongezeke. Ufalme wa Mungu duniani unatembea na miguu minne. Moja ya mguu ni mguu wa Yusufu Arimataya, yani matajiri wa kifedha katika ufalme. Bwana Yesu asifiwe sana. Mpango wa Mungu ni sisi kuishi baraka hapa duniani, ni sisi kuishi maisha ambayo yamejaa utajiri, licha ya kwamba dunia itatuchukia, kwa sababu hata tajiri ambaye ametajirishwa na Mungu dunia itamchukia tu. Hata maskini ambaye ana Mungu bado naye atachukiwa. Lakini kusudi la Mungu sio kwamba sisi tuteseke na tuishi maisha ya kujutia. Kamwe, kamwe, kamwe. No matter what, my God will make me rich, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Nakumbuka siku za nyuma kuna mtu ambaye alikuwa ananiambia kwamba, mtumishi wa Mungu, kila wakati mimi ninaposhika pesa, kama sizipotezi basi nitajikuta nimeanguka kwenye dili mbaya. Na huyu mtu anaishi USA. Kuna kipindi ambacho aliwahi kupokea mshahara, company imekwisha kuconfirm kwamba mshahara umeingia kwenye akaunti, na yeye mwenyewe akaona message imeingia kwenye akaunti, lakini kulipokucha asubuhi alikuta akaunti inasoma 00. Unajua kuna shuhuda zingine tunawaambia, lakini wengine wanafikiri kwamba ni historia tu hivi. Kuna watu wanapitia vitu vizito, ukiambiwa wao unasikia kama ni historia za sungura na panya. Alipoamka asubuhi alikuta inasoma 00. Kwenda kwenye benki wanamuonesha account statement, anamwambia we send the money, tumetuma fedha, ndo hii imeingia. Sasa kwa nini imesoma 00? Kwa hiyo kuna namna ambavyo adui anaweza kacheza na uchumi wako na usielewe. Kwa hiyo tunatangaza kwa jina la Yesu, mwezi huu nira ya kukosewa na nira ya umaskini inavunjika. This month of May is a month to break out the yoke of lack and poverty in the name of Jesus. Poverty is not our portion, never, and can never be our portion. Nira ya 8 ambayo imevunjika na inaendelea kuvunjika na ni lazima ivunjike mwezi wa 5 ni nira ya
kizuio katika kizazi. The yoke of generational limitation lazima ivunjike, lazima ivunjike, lazima ivunjike. Lazima mwezi huu nira ya kizuizi, nira ya vizuizi cha kizazi, ama katika uzazi, katika uzao wako, katika kizazi chako, vizuizi. Kuna vizuizi watu wamewekewa kwenye vizazi vyao na wengine hawaelewi. Yaani umewekewa mipaka kwamba ukifikia sehemu fulani, kuna wengine adui anaweza kaweka nira, anaweza kaweka nira kwamba hao watu wakifikia miaka fulani lazima wafe, lazima wafe, lazima wafe. Kama hawa watu, huyu mtu asije akafikia kiwango fulani cha uchumi, asije akafikia sijui dola fulani ama shilingi fulani, yani yeye hao anaishia tu hapa. Na unaweza ukaona mtu akapata kazi nzuri, aka-apply kabisa, naona hii kazi kabisa na qualify mimi kuipata, na ina mshahara mzuri sana, lakini adui akisha kuona umepata ile kazi, anachochea vurugu ya kipepo kwenye hiyo kampuni kuhakikisha kwamba unafukuzwa, kwa sababu anajua huyu mtu akiendelea kubaki kwenye hii kampuni, kwenye hii position akifanya kazi hapo, atafikia tu kiwango cha kazi, kiwango cha uchumi fulani, lazima atafikia hiki kiwango. Na unaweza ukamwona mtu anafanya biashara fulani, na hiyo biashara katika miaka 2-3 ni lazima awe na kiwango fulani cha fedha, lakini ghafla akitaka kufikia pale, biashara inashuka. Kuna wengine mnanielewa, kuna wengine mnanielewa, lakini hana majibu. What is happening? Sikiliza, adui akiweka nira ya kizuizi cha kizazi, unaweza ukajiuliza maswali, unaweza ukapanda milima ukaenda na huko na huko, kama usipoelewa kuna nira ya kizuizi hapa. My friend, Biblia inasema ni katika kujua ukweli ndiko watu wanawekwa huru. Mtaujua ukweli na ukweli utaweka kuwa huru. Katika serikali ya mbinguni tunahitaji ufahamu wa kutosha ili kumiliki. Kupungukiwa na ufahamu wa kutosha kwenye serikali ya mbinguni ni kupungukiwa kutawala, kwa sababu Mungu mwenyewe anasema, sio nabii, sio nani, ni Mungu mwenyewe anasema kwenye kitabu cha Hosea sura 4 mstari wa 6, anasema watu wangu wanaangamia kwa kukosa maarifa, lack of knowledge. Adui wa kwanza wa maisha yetu sio shetani. Adui wa kwanza wa maisha yetu sio ndugu zetu tunaofanya kazi nao, sio marafiki zetu. Adui wa kwanza sio wachawi, sio mapepo, sio mizimu, na wala wakati mwingine hautakiwa hata kukemea. Adui wa kwanza kwenye maisha yetu ni ujinga, ignorance ndiyo adui wa kwanza kwenye maisha yetu. I'm telling you mtu wa Mungu, sikuchukii. Adui wa kwanza anayetutesa kwenye kanisa ni ukosefu wa maarifa, ujinga ama kutokujua. Ndiye anayetutesa leo, kutokujua, kutokufahamu, kutokuwa na ufahamu wa kutosha wa kuangalia jambo, wa kuangalia matukio, wa kulisoma neno na kulitafsiri. Unaona tukio, unalitafsiri namna ambavyo Mungu alitaka wewe ulitafsiri. Ule ufahamu wa neno la Mungu hamna. Na Mungu atusaidie sana kwenye hili eneo, kwa sababu hatutatawala ni mpaka tumefahamu, na kuna maombi hayatajibirika ni mpaka umefahamu. Unafahamu nini kwenye hayo maombi? Sio kuombaomba tu. Ndio maana Yesu anasema wengine wanapapayuka, kwa sababu kutokuomba kwa ufahamu huwezi ukapokea. Bwana anataka unafahamu nini katika hicho unachokiombea. What do you know? Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo lazima ufahamu ya kwamba kuna mahali nira ya kizuizi cha kizazi kimekaa pale. Na katika serikali hii unaweza ukatoweka leo kabisa, ukatangulia mbele zake, ukaenda kabisa mbinguni, lakini bado duniani ulikuwa unaishi kizuizi. Kulikuwa na nira ya kizuizi.
kuna uchumi ambao huu usingeliufikia. Ni mpaka kile kizuizi umekifahamu na ukakiondoa kabisa, kwa sababu ndani yetu tunayo mamlaka. Ndani yetu tunayo mamlaka. Bwana Yesu asifiwe sana. Katika jina la Yesu nimekujulisha kwamba kizuizi kipo na kizuizi kinaondolewa kwa damu ya Yesu. Kizuizi chochote kilichozuia maisha yako, kizuizi chochote kilichokuzuia kwenye uchumi, kwenye kuolewa, kwenye kuoa, kwenye kumiliki, kwenye kutawala, kwenye ongezeko, kila mahali, kwa jina la Yesu hicho kizuizi ninakibomoa. Hiyo nira ya kizuizi ninaivunja kwa damu ya Yesu Kristo. Kwa damu ya Yesu Kristo. Biblia inasema kwenye Wagalatia sura 3 mstari wa 13 kwamba Yesu Kristo alitukomboa kutoka kwenye laana zote. Alituokoa kutoka kwenye laana zote. Lakini pia Wakolosai sura ya 1 mstari wa 13 imeandikwa ya kwamba naye alituokoa kutoka katika nguvu za giza, akatuhamisha. Kwa jina la Yesu, nira yoyote ile inayokuzuia wewe kumiliki, wewe kutawala kwenye fedha, kwenye biashara, kwenye eneo lolote, kwa jina la Yesu Kristo, mwezi huu hiyo nira ivunjike, ivunjike, ivunjike katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu aliye hai. Katika jina la Yesu aliye hai. Nira yoyote iliyoshikilia mguu wako kwenye ulimwengu wa roho, iliyoshikilia mikono yako kwenye ulimwengu wa roho, iliyoshikilia ufahamu wako, iliyoshikilia macho yako, iliyoshikilia tumbo lako, uzao wako, iliyoshikilia maisha yako kwa ujumla, hiyo nira ivunjike kuanzia sasa katika jina la Yesu Kristo. Mwezi huu wa 5 uone neema ya kutosha, neema isiyopunguka katika jina la Yesu Kristo. Mungu akubariki sana. Kama hujaokoka, unanisikiliza kutokea kwenye nchi yoyote ile, haujaokoka, haujampa Yesu maisha yako, haujampokea Yesu awe Bwana na Mwokozi binafsi wa maisha yako, ninayezungumza na wewe ni Joseph Lwamwe, na ningelipenda sana mtu wa Mungu umpokee huyu Yesu ili upokee amani. Kumpokea Yesu ni kupokea amani. Kumpokea Yesu ni kupokea afya. Kumpokea Yesu ni kupokea furaha. Kumpokea Yesu ni kuzaliwa mara ya pili. Kumpokea Yesu ni kuiepuka hukumu ya milele. Kumpokea Yesu ni kukimbia na kuepushwa na jehanamu, lile ziwa la moto. Kumpokea Yesu ni kupokea uzima wa milele. Kumpokea Yesu ni kupokea maisha ya amani milele yote. Kumpokea Yesu ni kujitenga na uharibifu ambao shetani anaouachilia. Kumpokea Yesu ni maamuzi mazuri sana ambaye mwanadamu yeyote anaweza akaamua kwenye maisha yake. It is the best ever decision you can ever make, kumpokea Yesu Kristo. Hebu wasiliana nasi kwa namba zetu ambazo zinaonekana hapo kwenye screen yako, na mwingine ambaye unatusikiliza kutokea WhatsApp, namba zetu ni alama ya kujumuisha 27786243718. Piga simu, na kama haikupokelewa tuma ujumbe na tutakurudia kwa wakati. Ndilo jambo muhimu na jambo sensitive sana ambalo unaweza ukafanya katika nyakati tulizo nazo, kumpokea Yesu awe Bwana na Mwokozi binafsi wa maisha yako. Mungu akubariki sana popote pale ulipo, na ikiwa unahitaji ushauri wa kiroho usiache kuwasiliana nasi, na tunamshukuru Mungu sana kwa sababu Bwana anaendelea kufanya mambo makubwa na tunamrudishia Mungu utukufu sana. Usibaki na hilo jambo moyoni, usibaki na hali kama na hiyo. Zungumza na mtu. Na Yesu anasema, njoni kwangu nyinyi nyote wenye kusumbuka na kulemewa na mizigo. Njoo kwa Yesu akupe pumziko. Njoo kwake akuondolee mzigo huu, hapana kubakiana mwenyewe. Hebu wasiliana nasi. Na wewe ambaye unatufuatilia kutokea hapo YouTube, make sure kwamba mtu wa Mungu unawatumia na wale marafiki, wale wa ndugu ambao nao wanahitaji maarifa haya ili wawekwe huru. Tumekuwa tukipokea shuhuda za watu kupitia mafundisho. Bwana amekuwa akiwasaidia kwa namna moja ama nyingine, na utukufu ni kwa Bwana. Lakini pia usisahau kusubscribe, na Mungu akubariki sana. Tukutanane wakati mwingine. Amen.
reconnais que tu peux tout et que tes bontés ne sont pas à leur terme. Amen.